Karibu kusikiliza habari kutoka Grand Lac TV za Sound of News. Hii unaosikiliza si nyingine ni Grand Lac TV. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, bonyeza alama ya kengele. Like, comment na share, hapo utakuwa namba moja kabisa kusikiliza habari kutoka Grand Lac TV. Grand Lac TV za Sound of News. Tunazo takriban dakika 10 isiyopungua 15. Tunajielekeza huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hususani katika jiji la Kinshasa. Emane, yaani ukistaajabu ya Musa utaona Firaoni. Ukistaajabu ya Musa utaona ya Firaoni. Tunao uchambuzi hapa. Watu mtashangaa. Yaani watu ambao hawamtegemei, watu ambao wanajiita watumishi wa Mungu ndio wanapiganisha uongozi wa sasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwemo mkuu wa nchi Felix Antoine Tshisekedi. Yaani kuna makanisa, taasisi fulani za madini ziko nyuma ya vita hivi ambavyo vinapigana huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumeshuhudia kwa macho yetu, tumeshuhudia kwa kusikia, na tumeshuhudia kwa kuona live bila chenga yoyote. Kwa nini nasema hivyo? Tuna ushahidi wa kutosha. Tuna ushahidi 100%. Kama taasisi za kidini ambazo ziko kwa kuja kuhubiri wananchi amani, ndiyo wenyewe wako nyuma ya vita hivi ambavyo vinapigana huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndiyo wanachochea damu ya wakongomani kumwagika bila sababu. Je, ujiulize, tutataja mtu baada ya mwingine, jina baada ya jina. Wa kwanza ni huyo hapo juu. Unamuona huyo hapo? Abe Shole. Kama ndio kardinali, kama ndio nani? Shole wa kanisa la Katoliki hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Kinshasa. Ni mtu ambaye yeye ndiye alikuwa wa kwanza kutembelea Goma, mahali ambapo AFC M23 wameshikilia. Wameua watu takriban 30,000 na wengine kuacha makazi yao. Huyo mtu, huyo ni nyoka ya kutisha. Ni moto wa kotea mbali. Anaenda kanisani anahubiri, kumbe yeye ndiye wa kwanza yuko nyuma mauaji ambayo yanafanyika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa Rwanda anayehusika na mambo ya kigeni kwenye ubalozi wa Umoja wa Mataifa alisema waziwazi Rwanda inaunga mkono AFC M23 ili kwa kulinda mipaka yao. Inaunga mkono. Sio kama unanielewa hapo. Yaani kuanzia mwanzo vita vyote ambavyo waasi wanapigana Kongo, Rwanda iko nyuma yao. Amesema wazi. Abe Shole alikuwa kwenye runinga moja ya Top Congo FM. Wanamuuliza, wewe kama mwasilishi ambaye unataka amani, ambaye unataka mazungumzo kati ya serikali na vikosi vya waasi ambavyo vinaungwa mkono na Rwanda, unataka mazungumzo, kwa nini Rwanda ilisema kama inaunga mkono waasi na miaka yote, miaka nenda Rwanda ilikuwa ikikataa katu? Jibu yake ilijibu ni nini? Huyo sio Rwanda ambaye ilisema. Hiyo ni reseaux sociaux. Mbona waasi wanaua wakongomani ambao wasiokuwa na hatia? Akajibu tena, waasi wanaua na serikali inaua. Sikiliza huyo baba huyo. Msikilize vizuri huyo baba kwa makini kabisa. Eti waasi wanaua na serikali inaua. Sasa anataka nini? Anataka waasi wakuje waue wananchi bila hatia, serikali ifunge macho, iwe inawaangalia tu. Serikali
haijaua muasi. Serikali haijaua raia. Serikali inaua waasi. Serikali inafata waasi, ndio inapiganisha. Sasa yeye anakuja kuambia serikali inaua na waasi wanaua. Yaani mambo yote ambayo yako yanafanyika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haimwambii kitu. Kama mtumishi wa Mungu ambaye unakuja kuhubiri neno la Mungu ili waamini, unaweza kusema mambo kama hayo hadharani. Alitoka Kinshasa kuteremka Goma. Haka anambariki Corneille Nangaa. Endelea na hivyo hivyo. Sasa hata kama mazungumzo yatakuwepo, kweli huyu ni mtu wa kwenda kuweka pale kama msuluhishi? Na wewe ujiulize, huyu mubaba huyu ni mtu wa kwenda kuweka pale kama msuluhishi? Mambo yote yanafanyika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yuko nyuma. Mwenye masikio anasikia, mwenye macho anaona. Wameunda chombo chao kinaitwa Senko. Nicho chombo cha kwanza ambacho akitaki amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nicho chombo cha kwanza ambacho kinataka mapinduzi, kupindua serikali ambayo ilichaguliwa na raia. Tumeona, tumeshuhudia kwa macho yetu. Hawa ndio kwa chanzo kikubwa cha mgogoro cha kuchagua rais wa Seni ambaye alitaandaa uchaguzi. Walikuwa na mtu wao akakataliwa. Chanzo kikubwa. Tukikumbuka, tukirudi nyuma, uchaguzi 2018, hawa ndio walikuwa chanzo kikubwa sana. Unaona? Sasa Wakongomani wameshaona. Sasa imefika mwisho. Sasa basi lazima kila Mkongomani akamate jukumu la kutetea nchi kwa haki. Maana kuna vibaraka, watu ambao wanajiita watumishi wa Mungu, wako nyuma ya haya mambo. Wako na watu wao ambao walikuwa wanatumikisha. Wewe unajiita mtumishi wa Mungu, unaweza enda kusema maneno kama haya kivipi? Rwanda yenyewe ndio imeitika tunaunga mkono AFC. Na Nangaa mwenyewe akakubali tunatumika na Rwanda. Wewe unaenda kukataa kama nani? Wewe unaenda kukataa kama nani? Ili uonekane nini? Ili Wakongomani wakuone aje? Wewe chunga sana. Wakongomani wanakuona. Ndiyo maana hata kanisa Katoliki katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshaonekana ya hovyo kwa sababu yako. Yaani kikundi cha watu fulani wanaenda kuharibisha kanisa. Ila ujue, nasisitiza, ujue kila kitu kina mwanzo na mwisho. Kila kitu kina mwanzo na mwisho. Hiyo ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyo ni rais ambaye alichaguliwa na wananchi. Wamepiga kura kuanzia asubuhi hadi saa 12. Mtu wenu ambao mlikuwa mnataka muweke madarakani haikuwezekana. Wewe uko na akili timamu, unaeneza. Rais ambaye alitumika miaka 18 kwa madarakani aliua Wakatoliki kwenye maandamano, watu wameshuhudia. Ameumiza mapadri kwenye maandamano, watu wanashuhudia. Iweje leo unataka tena arudi madarakani? Kwa kigezo kipi? Kwa kigezo kipi unataka arudi madarakani tena? Wakongomani wamechoka. Wakongomani wamechoka. Kipengele cha katiba, Debrievu, wananchi watachukulia hatua mikononi ili wadili na nyinyi. Maana nyinyi ndiye mnakuja kuchochea
Uhasama huu ambao unapatikana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nyinyi ndio mnakuja kuchochea vifo vya watu ambao wanapatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kongo haijawahi kuwa na ukabila. Kongo haijawahi kuwa na ubinafsi. Sehemu yoyote ambayo utaenda utakuta Wakongomani ni watu wa kwanza wanajitafutia. Sio wauaji. Ni watu ambao wanakuwa wanajitafutia, wakipata ya kwao wanakula, wanalala mapema. Hii kuja kuua Wakongomani ambao wanatia imetoka wapi? Fedha ngapi watawapatia? Zitaishia wapi? Tuseme nini? Yaani amkuzaa, yaani watoto wenu hawata nani, tuseme nini kwanza? Ndio maana wanasema kama amkuzaa, wale ambao wanakufa hacha wafe. Si ndio? Kwa sababu amkuzaa nyinyi, wale ambao wanakufa acha wafe. Hamna hata susi. Hamna hata susi. Ila kila kitu kina mwanzo na mwisho. Unakuja kujionyesha kwa Wakongomani wewe ni nani? Wewe ni nani unakuja kujionyesha kwa Wakongomani abeshole? Wewe ni nani? Swandiza pretre, cardinal, muuaji, shole. Unakuja kujimoke kwa wanani? Unakuja kujimoke kwa wanani shole? Hii ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wengi walikuja na wakapita. Na wewe utakuja utapita. Ila historia yako itabaki mbaya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Historia yako itabaki mbaya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sababu maelfu na maelfu mmeshaua ya watu. Damu za Wakongomani zimeshamwagika bila watu ambao hawana hatia. Unapita mbele unakuja kusema hayo ambao wanasema hapo kwa marezo sio ya Rwanda. Na wenyewe ndio walisema official. Na Nanga kaitikisha. Wakongomani wakikufa amsemi. Wakongomani wakikufa amsemi. Hii ndio itakuwa vita ya mwisho katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ndio itakuwa vita ya mwisho katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii si nyingine, ni Grand Lac TV. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, bonyeza alama ya kengele, like, comment and share. Hapo utakuwa namba moja kabisa kusikiliza habari kutoka Grand Lac TV. Grand Lac TV, the sound of news. Ciao.